Simba. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa hotuba yako na tutazingatia yote ambayo serikali imeelekeza. Kwa kufuata utaratibu mzuri na wa haraka, naomba ulizie nitumie dakika zisizozidi 5 kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya 20 na 21 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema, ibara ya 21(1), mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo ilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitokuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe 4 wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi ndugu Magori, yuko mzee Azim Deuji, yuko Swedi Nkwabi, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa kabla hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na hitilafu kwamba mkutano usifanyike, kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo. Kwenye taasisi yoyote hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawatakubaliana. Hilo ni jambo la kawaida na ndio process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba imeendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa. Hili si jukumu la mwenyekiti wa Simba Sports Club peke yake, ni jukumu la wanachama na wapenzi wa Simba wote. Tuilinde nembo yetu. Katika hilo, nimesikia baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Tusikilizane. Nembo zote za Simba zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ukiitumia bila ridhaa ya Simba wenyewe unajiweka katika hatari kisheria. Tumefanya usajili na kadhalika, tunalipa returns za kila kuhusu umiliki wa hiyo nembo. Lakini pia katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wana Simba wenzangu, tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kutukana na timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiaji wa zaidi
ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawakupendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi hilo wala siwezi kuona tatizo. Lingine, kwenye kununua bidhaa zenye thamani. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi hajaleta? Na muangalia yeye mwenyewe kavaa jezi. Jezi aliyovaa ni feki, alafu anahimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa maana ya wazabuni na wadhamini. Mheshimiwa, lingine ambalo limekuwa likisema, na nalisema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, ni muagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yupo hapa, anaweza akasimama. Tumefanya official search kwa majengo yaliyo mtaa wa Msimbazi na Bunju. Zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule anayesema majengo yameuzwa, Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa huyo aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye. Katika uendelezaji wa uwanja, na kushukuru CEO kwa taarifa uliyoitoa. Lakini binadamu, kama hutoweza kumshukuru mwanadamu mwenzio, basi uweze hata kumshukuru Mungu. Naomba ndugu Habib Nasa, yupo hapo, unaweza ukasimama. Huyu bwana maarufu tunamuita kushika dao. Yeye pamoja na mjumbe wetu wa bodi Peter, ndugu Mohamed Asol, wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo mmeyaona binafsi kutoka katika mifuko yao. Tunakushukuru na unaweza ukakaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya 6 pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili tuweze kufanya vizuri.